Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amelaani vikali shambulio kubwa la anga lililofanywa na Urusi usiku kucha, ambalo amelitaja kuwa lengo lake kuu lilikuwa ni kuharibu miundombinu ya nishati na makazi ya raia. Katika taarifa yake aliyoitoa kupitia mtandao wa X, Rais Zelensky amefichua kuwa Urusi ilirusha zaidi ya ndege zisizo na rubani 370 na makombora 21 ya aina mbalimbali. Mashambulizi hayo yalielekezwa katika mji mkuu wa Kiev pamoja na mikoa ya Sumy, Kharkiv na Chernihiv. Hali imeripotiwa kuwa mbaya zaidi katika mkoa wa Kharkiv, ambapo rais amesema hospitali ya wazazi, bweni linalohifadhi watu waliopoteza makazi yao, chuo cha matibabu na majengo ya makazi yameshambuliwa. Ripoti za awali zinaonyesha kuwa makumi ya watu wamejeruhiwa, akiwemo mtoto mmoja, huku mtu mmoja akithibitishwa kupoteza maisha. Katika mji mkuu na maeneo yanayozunguka, malengo makuu ya Warusi yalikuwa vituo vya nishati, alisema Zelensky, akisisitiza kuwa juhudi za uokoaji na ukarabati zinaendelea kwa kasi ili kurejesha huduma muhimu. Rais Zelensky ametumia fursa hiyo kuhimiza washirika wa kimataifa kuongeza kasi ya utoaji wa mifumo ya ulinzi wa anga. Amesisitiza kuwa mashambulizi haya yanathibitisha kuwa ucheleweshwaji wowote wa msaada wa kijeshi unahatarisha maisha ya raia. Alitaja mifumo ya kisiasa ya ulinzi kama Patriot na NASAMS kuwa ni muhimu sana katika kulinda miundombinu ya nchi hiyo, hasa wakati huu wa msimu wa baridi kali ambapo nishati inahitajika kwa ajili ya joto. Kauli yake, Zelensky aligusia umuhimu wa kutekelezwa kwa makubaliano yaliyofikiwa hivi karibuni huko Davos kati yake na Rais wa Marekani Donald Trump. Alisisitiza kuwa utekelezaji kamili wa makubaliano hayo kuhusu ulinzi wa anga ni muhimu kwa usalama wa Ukraine. Rais Zelensky alihitimisha kwa kutoa shukrani kwa vikosi vya ulinzi wa anga na wafanyakazi wa dharura wanaofanya kazi usiku na mchana kuokoa maisha na kurekebisha uharibifu uliotokea. Mapigano nchini Ukraine yanazidi kuongezeka baina ya vikosi vya wanajeshi wa Urusi pamoja na vikosi vya wanajeshi wa Ukraine, ambapo sasa hivi Urusi inachokifanya ni kuweza kushambulia maeneo muhimu ya kimkakati nchini Ukraine, wakipiga maeneo ya nishati, ambapo sasa hivi ni msimu wa baridi kali sana na barafu zinatanda mabarabarani, hivyo wanapiga maeneo ya nishati ya umeme ili kuharibu kabisa mfumo kazi wa joto ambao wananchi wanaupata kupitia taratibu maalum ambazo zimewekwa hapo nchini Ukraine. Na Rais Zelensky ameumizwa sana na mashambulizi ya Urusi ambayo yanazidi kuweza kulenga maeneo mbalimbali ya mikoa hiyo katika eneo la Kiev, Kharkiv, lakini na maeneo mengine kama Chernihiv pamoja na Sumy. Basi mtazamaji wetu, kwa yote ambayo yatakwenda kutokea hapo baadaye katika anga za kimataifa, usiache kuungana nasi wakati wote hapa Zone Media ili uweze kufahamu na kujua yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa. Cha msingi tu usiache kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare, na nikushukuru sana kwa kuendelea kuichagua Zone Media.